Samahani kidogo mpenzi mtazamaji, siku ya leo nimeweza kuja kama nimechelewa, lakini licha ya kuweza kuja kama nimechelewa, lazima tuweze kuambizana ukweli ni kipi ambacho kinazidi kutendeka ndani ya taifa letu la Kenya. Tunavyozungumza mtazamaji wangu ni kwamba naibu wa rais ambaye ni Kithure Kindiki, ambaye aliweza kushikilia nafasi wakati na ambapo Rigathi Gachagua aliweza kutolewa madarakani, basi ameweza kujipata katika njia panda wakati na ambapo mkuu wa mawaziri Bwana Musalia Mudavadi ameweza kuzungumza kitu kimoja siku ya leo. Na wakati ambapo mtazamaji wangu Bwana Kindiki aliweza kuambiwa ujumbe huu, imeweza kuleta mtetemeko mkubwa sana tunavyozungumza. Kithure Kindiki ameweza kuambiwa kwamba kiti ambacho anakishikilia kama naibu wa rais, basi iwapo hataweza kuwaongelesha watu wa Mlima Kenya, iwapo watu wa Mlima Kenya hawataweza kumuunga mkono Kithure Kindiki na serikali yake Rais William Samoei Ruto, kuna uwezekano wa 100% kwamba Kithure Kindiki anaweza kutemwa nje asubuhi na mapema. Mtazamaji wangu, ni ujumbe ambao umeweza kutolewa siku ya leo, ila ndani ya video hii nataka tuweze kuzungumzia mambo mawili. Raila Amolo Odinga kuweza kujiuzulu ndani ya serikali ya Rais William Samoei Ruto, na huyu ambaye mtazamaji wangu ni Bwana Kithure Kindiki kuweza kukosa kupata nafasi ya mwaka 2027. Kabla sijaweza kukuelezea, ningependa sana iwapo ni mara ya kwanza kuweza kujiunga nasi, tafadhali like video hii. Cha pili, bonyeza alama nyekundu ile ndiko subscribe iliyoko chini ya video hii kwa sekunde moja. Popote pale ulipo, tafadhali jiunge nasi kwa kuweza kubonyeza alama nyekundu ile ndiko subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante sana kwa kuweza kujiunga nasi, karibu ili kwamba tuweze kusonga sote mbele kwa pamoja. Kuna kitu ambacho kimeweza kutokea leo, na kilichoweza kutokea ni kwamba naibu wa rais ambaye ni Kithure Kindiki ameweza kuambiwa kwamba asipozungumza na watu kutoka Mlima Kenya, basi ataweza kukosa uungwaji mkono mwaka 2027. Na unajua mtazamaji wangu, yule ambaye ameweza kuzungumza maneno haya si mwingine bali ni kiongozi wa mawaziri, na mzungumzia Musalia Mudavadi. So anazidi kumtumia ujumbe Bwana Kindiki kwamba ni wakati sahihi wake yeye kuweza kuzungumza na watu kutoka Mlima Kenya, ili kwamba watu hawa kutoka Mlima Kenya waweze kuja kumuunga mkono. Na kama hawataweza kumuunga mkono, basi mwaka wa 2027 utakuwa mgumu sana kwake Kithure Kindiki, na hata kuna uwezekano wa 100% kwamba kaweza kukosa kukuwa naibu wa rais mwaka huo. Na ni ukweli mtazamaji wangu kwamba Mlima Kenya ishaweza kugeuza mgongo wao. Mlima Kenya kwa sasa wana kauli tofauti sana mtazamaji wangu. Kwa sasa tunavyozungumza ni kwamba Mlima Kenya wameweza kujiondoa na uongozi wa Rais William Samoei Ruto, and as we are speaking now they are using a different song. Wanazungumza lugha ambayo ni tofauti sana mtazamaji wangu. Na wakati ambapo haya yote yanazidi kuendelea, inazidi kuonyesha, inazidi kuashiria kwamba Rais William Samoei Ruto, basi uungwaji mkono umeweza kufeli pakubwa. Unajua mtazamaji wangu, nimekuwa nikiweza kuelezea kitu moja katika video ambazo nimekuwa nikiweza kuzifanya, na nimeweza kukuambia kwamba Rais William Samoei Ruto aliweza kukosea mahala pakubwa sana, na mahala ambapo aliweza kukosea kwake yeye kuweza kurekebisha ni kuweza kufanya kitu kimoja, na kitu hiki kimoja ni kuweza kuhakikisha kwamba tu anazungumza na vijana. Manake as we are speaking now, almost 80% of the youths, they are against the current government that we are having right now.
And the other thing ni kwamba msemaji wangu, kiongozi wa upinzani ambaye nimekuwa nikikufanyia video hii, Raila Amolo Odinga, yuko ndani ya serikali. We all understand that. Lakini licha ya huyu jamaa kuweza kuwa ndani ya serikali, msemaji wangu, kumeweza kukuweko na ile ambayo ni muonyesho. Kumeweza kukuweko na zile ambazo msemaji wangu ni vitu ambazo zinazidi kuzungumziwa na kuonekana kwamba Raila Amolo Odinga kuna uwezekano akaweza kuondoka. As we are speaking now, msemaji wangu Raila Amolo Odinga aliweza kutangaza na kusema kwamba mwaka 2027 kuna uwezekano mkubwa kabisa kwamba ODM ikaweza kuwa katika kinyang'anyiro cha urais. Na wakati ambapo Raila Amolo Odinga aliweza kuzungumza kauli hii, au aliweza kuzungumza maneno haya, yaliweza kuchukuliwa vitofauti kidogo. Maneno haya, msemaji wangu, ya huyu ambaye ni Raila Amolo Odinga, yaliweza kumpa Rais William Samoei Ruto tumbo joto. And as we are speaking now, the way things are moving on, the way things are happening, ni ishara tosha kwamba msemaji wangu, Rais William Samoei Ruto hana watu completely. Kwa hivyo tegemeo, suluhisho la jambo hili ni kitu kimoja. Iwapo Rais William Samoei Ruto ataweza kuzungumza na vijana wa Gen Z, iwapo ataweza kuwa na mazungumzo ambaye ataweza kuyafanya na vijana hawa, kuna uwezekano kwamba mazungumzo haya yakaweza kuleta mabadiliko ndani ya siasa za Kenya. Because as we are speaking now, kile ambacho tu kinaonekana ndani ya taifa letu la Kenya ni kwamba youths are against the current government. Na wakati ambapo haya yote yanazidi kufanyika, wakati ambapo haya yote yanazidi kutendeka, inazidi kuonyesha, inazidi kuashiria kwamba, mtazamaji wangu, sio kuzuri na sio kuzuri hata kidogo. Because all these youths that are against the government that is now in power, ndio na ambao wanaweza kuja kukua kama tegemeo huku mbeleni. Ndio na ambao wanaweza kuja kuokoa serikali yake Rais William Samoei Ruto na kuirejesha madarakani. But they are now against serikali ambayo tunaizungumzia, mtazamaji wangu. Kwa hivyo mtazamaji wangu, siku ya leo sikutaka niweze kuzungumza sana. Siku ya leo sikutaka niweze kutoa au kuzungumza mambo mazito sana, lakini ukweli wa mambo ambao uliopo, ukweli ambao mtazamaji wangu unazidi kuonekana, ni kwamba kwa asilimia 95 Rais William Samoei Ruto mwaka 2027 kuna uwezekano akaweza kupokea kivumbi. Because what is happening now ni kama movie, ni kama sinema, na inazidi kuchanganya wengi sana ambao wamekuwa kiweza kuzidi kufuatilia ili kwamba waweze kuelewa. Ila kabla hujaweza kuondoka, mtazamaji wangu, nina swali moja ambalo ningependa niweze kuuliza. Je, unadhania kwamba vijana wa Gen Z wataweza kumuunga mkono Rais William Samoei Ruto mwaka 2027? Tupe maoni yako kwenye comment section, usahau kuweza kulike video hii na kunibonyezea alama nyekundu ili subscribe iliyoko chini ya video hii. Bye bye for now, and I'll see you guys in our next video. Tafadhali subscribe.